utaandika somo linalosema ukombozi wa namba ya mwanadamu. Ukombozi wa namba ya mwanadamu. Alisema ukombozi. Tamka tu kwa sauti, sema ukombozi wa namba ya mwanadamu. Ukombozi wa namba ya mwanadamu. Haleluya. Tuko mwishoni kabisa mwa mwezi huu wa 6. Huu mwezi wa 6 unaenda kuisha, na siku hii ya leo haitarudi tena kwenye maisha yako. Muhimu sana ukaelewa kwamba huu mwezi wa 6, siku ya leo ni muhimu sana ukasimama katika maombi ukaikomboa namba yako. Haleluya, haleluya. Tunaiendea namba 7. Tuko mwishoni kabisa mwa mwezi wa 6, na siku zote katika safari ya hatima ya jambo lolote kunakuwa kuna maadui wa aina 3. Adui wa kwanza anasimama mwanzoni mwa safari yako. Adui wa pili anasimama katikati ya safari yako. Adui wa 3 anasimama mwishoni mwa safari yako. Sema amen kubwa kabisa. Sema amen na Yesu akubariki. Wana wa Israeli walipokuwa wanatoka utumwani Misri, adui yao wa kwanza walipokuwa wanaenda katika nchi ya ahadi akawa ni bahari. Bahari akasimama kama adui yao ili kuwazuia wasiendee hatima yao, ili kuwazuia wasiendee ile nchi ya ahadi ambayo Mungu alimwahidi Ibrahimu, Isaka na Yakobo kwamba uzao wako nitawarithisha nchi njema ijayo maziwa na asali. Walipokuwa wameanza safari, adui yao wa kwanza akawa ni bahari. Amesema bahari. Haleluya, haleluya. Walipoanza safari, walipokutana na bahari, Musa akaanza kumlilia Mungu. Wana wa Israeli wakaanza kumnung'unikia Musa kwamba Musa, umetutoa Misri, umetuleta tuje tufie baharini. Umeona kama makaburi hayako Misri, hata kumbukumbu yetu isiwepo. Musa akamlilia Mungu kwamba Mungu, ninaomba tena jambo. Mungu akamwambia Musa, usinililie mimi. Haleluya, haleluya. Akamwambia, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Pamoja na kwamba mbele wanaona ni bahari. Mfano mfupi hapo tu ni maandiko. Yaani ukienda pale Mbezi Beach pale, ukienda pale baharini utaona kilichokuwa kinazungumziwa katika uhalisia. Yaani bahari, Mungu anasema waambie waende mbele hivyo hivyo, hata kama wanaona ni bahari. Walipochukua hatua ya imani, walipoanza kuendelea mbele, ile bahari, yale maji yakaanza kuwaogopa. Sema amen. Maji yakagawanyika pande mbili, na hiyo pande mbili ikawa ni alama ya ubatizo. Wanasema ubatizo. Ubatizo manake walipita katika maji, walipita katika kuzama katika maji, katika bahari. Manake waliingia katika ubatizo, katika agano la Mungu wa Israeli. Haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Walipokuwa wanaendelea mbele katikati ya safari yao, wakakutana na adui ambaye ni Amalek. Yamsema Amalek. Amalek zamani hizo alikuwa ana sifa kubwa sana. Huyu mfalme Amalek alikuwa ana uwezo wa kupambana na yoyote duniani na ufalme wowote na akaushinda. Alikuwa hajawahi kuwa na rekodi mbaya. Haleluya. Hajawahi kuwa na rekodi ya kupigwa katika vita. Huyu Amalek alikuwa akipambana na ufalme wowote, lazima huo ufalme uanguke na mtawala wa huo ufalme akamatwe tu. Sasa wana wa Israeli walipokuwa wanaendelea mbele, wakakutana na huyu mfalme Amalek. Sema amina kubwa kabisa. Huyu Amalek kwa sababu ya kiburi chake na uhodari wa moyo wake wa vita, akasema hata kama wana wa Israeli wamepita katikati ya bahari, lakini hawezi kupita katika mipaka ya nchi yangu. Alipochukua maamuzi ya kwenda kupigana na wana wa Israeli, wana wa Israeli walipigana na jeshi la Amalek. Haleluya, haleluya. Walipopigana na ile jeshi la Amalek, ule ufalme ukaanguka na ule Amalek akaanguka. Dunia nzima ikamuogopa Mungu wa Israeli. Sema amen. Haifahamike kipindi hicho Israeli haikuwa nchi. Israeli haikuwepo ni taifa, ulikuwepo tu ni kabila. Haleluya. Kabila tu la watu, lakini waliweza kumwangusha mfalme ambaye hakuwahi kuangushwa katika historia ya maisha.
alikamatwa na akauawa, na kupitia ile dunia nzima ikamuogopa Mungu wa Israeli. Wakasema hakika yuko Mungu anayetembea na Mungu anayejibu maombi. Haleluya! Lakini mwishoni mwa safari yao wakakutana na adui mwingine, adui ambaye ni Mkanaani. Haleluya! Hawa Wakanani, Wahivi, Wayebusi, Wahiti, hawa watu wote walikuwa ni watu ambao hawako katika agano na Mungu wa Israeli. Mungu alimwahidi Ibrahim kwamba nchi yao nitawapa watu hawa kwa sababu ya maovu yao na matendo yao mabaya. Haleluya! Sasa unapokuwa unafika mwishoni mwa mwezi, kuna adui wa mwishoni ambaye anakuzuia mwishoni. Kuna adui ambaye yeye kazi yake anaangalia huko mwishoni mwa mwezi wa 6, yeye anaenda kublock mwezi wako wa 7. Ana ublock kabisa, ana block eneo la uchumi, ana block eneo la biashara, ana block eneo la kifedha, eneo la kiafya, eneo la sehemu mbalimbali mwishoni mwa mwezi. Mwenzako adui ameshavuka ulimwengu wa roho, ameshauendea ule mwezi wa 7, lakini wewe kwa sababu bado hujatambua majira ya kujiliwa kwako unachukulia tu kawaida. Sema amen. Haleluya, haleluya. Na ndio maana leo tutadili na maombi ya adui anayekuzuia mwishoni mwa safari. Tunataka tukamshughulikie ili Mungu akalete baraka na mafanikio zaidi. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Inua tu mikono, funika macho yako, sema Bwana Yesu, wewe peke yako ni Mungu mkuu, unayetawala, unayeishi milele. Sema Roho Mtakatifu, chukua nafasi, ili ziilishe sasa, utawale sasa kwa namna ya ajabu, kwa jina lako Yesu, kwa damu yako Yesu, kwa moto wako Yesu. Pigia Yesu makofi makubwa kabisa. Ukombozi wa namba ya mwanadamu. Muhimu ukaelewa kwamba namba 6 ni namba ya mwanadamu. Na tunapoongelea habari ya namba 6, sio namba timilifu. Haleluya! Sio namba iliyokamilika. Namba 7 ndiyo namba ya Mungu, namba iliyokamilika. Haleluya! Mungu aliumba dunia na vitu vyote vilivyomo kwa siku 6, ila siku ya 7 Mungu alistarehe, alipumzika kabisa. Manake nini? Manake ni kwamba mwanadamu umeumbwa siku ya 6, wewe bado una upungufu, hujakamilika. Haleluya, haleluya. Unamhitaji Mungu ili akukamilishe katika maisha yako, kwa sababu namba 7 ni namba ya Mungu mwenyewe. Na ndio maana katika maandiko matakatifu, maandiko yanasema kuna roho 7 za Mungu. Haleluya. Kwa sababu namba 7 ni namba ya Mungu mwenyewe, ni namba timilifu, namba iliyokamilika. Sasa hii namba 6 kwa sababu bado haijakamilika, lakini kwa upande wa mwanadamu Mungu alimpa, kwa sababu aliumbwa siku ya 6 na akapewa baraka zake pale za kumiliki na kutawala. Lakini adui alipoiba hii namba ya mwanadamu, watu wamejikuta wakiishi katika maisha ambayo sio halali zao kuyaishi. Wamejikuta wakiishi maisha ambayo sio haki zao kuyaishi. Kwa sababu gani? Namba ya mwanadamu imeibiwa kabisa. Tuko mwishoni kabisa mwa mwezi huu. Ninatamani sana 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 tukaingia katika maombi ya kudili na wezi wa kiroho walioiba namba yako ulimwengu wa roho. Haleluya. Kuna watu leo unakuta mtu analala usiku, anaota ndoto ameibiwa pochi. Kaibiwa pochi, alafu anachukulia kawaida. Anaona anatembea, amekuja mwizi, ameiba ile pochi, ameondoka nayo. Na ile pochi kulikuwa pengine kuna fedha, kulikuwa kuna simu kule ndani, kulikuwa kuna vitu vya thamani sana. Alafu akaiba, akaondoka nayo. Kwa mama unakuta kwenye pochi wanaweka mpaka zile nini, vile vya kujipodoa pale mdomoni pale. Amen. Unakuta vyaumu na vyaumu vyote anavichukua sasa, vyote wameondoka navyo. Na ni kwenye ndoto unasema kamata huyo mwizi! Na unakuta ametokomea mbali kwenye hiyo ndoto, na unaamka hujamkamata. Unaamka unaona tu ni ndoto, tunaenda unanawa, unaondoka zako, unasema naenda kazini. Haleluya, haleluya. Unachukulia kawaida, kumbe adui ameiba vitu vyako vya thamani sana katika maisha yako. Kumbe wachawi wameiba vitu vyako vya thamani sana katika maisha yako. Ni muhimu sana ukaelewa kwamba ulimwengu wa roho, adui ana uwezo wa kuiba baraka zako, ana uwezo wa kuiba ile namba ya kupata.
Kuna watu leo wanaishi maisha ya makombo, maisha ya makombo kabisa. Yaani mpaka mtu mwingine apate, akishapata, akishatumia, yeye ndo anakuja anapewa. Roho ya makombo, wanasema roho ya makombo. Hii roho ya makombo watu wengi sana imekuwa ikiwafuatilia au wakitembea nayo. Wanaishi maisha ya kupimiwa, wanaishi maisha ambayo si halali zao kuyaishi, maisha ya Lazaro. Lazaro alikuwa ni mtu ambaye anasubiri makombo kutoka kwa yule tajiri. Kwa sababu gani? Alikuwa ameandikiwa mifumo hiyo ya kukosa. Aliandikiwa mifumo hiyo ya kukosa kabisa. Akajikuta kwamba anakula makombo pamoja na mbwa. Haleluya, haleluya. Tajiri akisha kula, Yakobo Lazaro anasubiri vianguke kutoka pale mezani, alafu aanze kula na yeye ile mifupa. Roho ya makombo. Roho ya makombo hii ilimpata hata yule mwana mpotevu alipomwambia babake, naomba nipe sehemu ya mali. Alipopewa akaenda nchi ya mbali, akaenda kutapanya fedha zote na mali zake kwa anasa. Maandiko anasema na yeye akaja kuwa muhitaji. Alipokuja kuwa muhitaji, akaanza kula na nguruwe. Roho ya makombo. Sema amina. Sio vibaya mtoto yule alipoomba sehemu ya mali kwa babake, sio vibaya, kwa sababu ni yake, aliona amekuwa. Haleluya, haleluya. Aliona amekuwa na baba ni tajiri. Baba, naomba fedha nikaanzishe maisha, niende Kibaa huko nikaanze maisha yangu. Baba aliona huyo mtoto sasa amekuwa na anajitambua. Ila kilichokosekana kwa yule mtoto ni ule upeo wa namna ya kutunza fedha, upeo wa namna ya kukua kiuchumi. Akajikuta kwamba ameenda kule ameharibu maisha yake. Lakini lengo alikuwa baya, lengo lake apewe sehemu ya mali akaanzishe naye maisha. Lakini kwa sababu adui akampa roho ya makombo, akajikuta ameenda huko ametawanya mali zote kwa anasa na kila kitu kikaharibika. Sema amina kubwa kabisa. Kuna watu leo wanasema mimi sili makombo, lakini ulimwengu wa leo ukiangalia uhalali wa maisha yao kuyaishi, unaona kabisa haya ni makombo haya. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Kuna watu ukiwauliza ratiba zao za kula pilau ni lini na lini, kashaweka tamaduni hiyo. Yeye kula pilau atakula Krismasi na mwaka mpya. Haleluya, haleluya. Yaani yeye Krismasi anategemea ndo atakula pilau, Pasaka ndo atakula pilau, mwaka mpya ndo atachinja na kuku. Unaona kabisa hii kwamba ni roho ya makombo hii. Haleluya, haleluya. Watoto wako unakuta kuna namna watoto umeshawazoesha watoto kunywa soda mpaka Krismasi, Pasaka na mwaka mpya. Watoto hawatakuja waone soda hapo nyumbani. Sema amina kubwa kabisa. Watoto wameshazoea, wao ni maji tu, kila siku wanakunywa maji na chai, hawavuki hapo. Sema amina kubwa kabisa. Ndio hapo wageni wakija nyumbani kwako sasa, watoto kwa sababu hawanywi hizo soda, mgeni akija akipewa soda, ndio mtoto anajisogeza pale kwa mgeni. Sasa anajisogeza, anakaa karibu na mgeni. Unaweza kusema huyu mtoto mkarimu, kumbe ni ana macho tu yamemjaa mdomoni kale ka Pepsi. Anapokunywa yule mgeni anaona mimi msubiri mpaka mwakani hapa, mpaka mwaka mpya. Haleluya, haleluya. Nani kakwambia wazoeshe watoto wako tamaduni hizo za ajabu ajabu? Wazoeshe watoto wako kila weekend wanunulie soda. Haleluya, haleluya. Kila weekend wazoeshe kupika pilau wale. Sema amina kubwa kabisa. Ili hata wakienda kwa marafiki zao kule mtaani, wakiona wenzao wanakula wali na pilau, waone sio vitu vya ajabu. Hivi mbona tunakulaga nyumbani? Unakuta watoto wako ukisikia tu kuna sherehe huko Balongo kuinama kule mtaani, ndio watoto kanakuja saa 2 za usiku. Ulikuwa wapi? Mama, nilikuwa kwenye harusi kule Fatuma bin Mwajuma alikuwa anaolewa. Sasa naye alienda kusherehekea, kumbe alifuata wali na soda. Lakini hivyo vitu mtoto wako ungemzoesha, angeona ni kawaida. Haleluya. Amina. Angewaambia wenzake, nyie nendeni huko, mimi nabaki hapa nyumbani nasoma, nabaki hapa nyumbani namsaidia mama kazi. Lakini kwa sababu hivyo vitu vimekuwa ni adimu pale nyumbani, inamlazimu atoke aende kula vyakula kwenye masherehe, aende kula vyakula mpaka vya dini zingine huko, akaambatanisha na ile Mungu ya kule. Haleluya, haleluya.
Hebu sema roho ya makombo. Hebu sema roho ya makombo. Hii roho ya makombo ni muhimu sana ukaishughulikia, kwa sababu adui akishaiba namba yako utajikuta unaishi katika maisha ya roho ya makombo. Na moja ya slogan walionayo Wayahudi, Waisraeli, wana wa Israeli, sasa slogan yao walishajengewa mifumo, walishaaminishwa katika vizazi vyao kwamba umaskini ni laana. Muulize jirani yako, wewe mtoto wako umemjengaje? Sema amina kubwa kabisa. Waisraeli wamejenga mifumo watoto wao na watoto zao wawaambie kwamba umaskini ni laana. Fanya juu chini, pambana, umaskini ni laana. Kwa mtoto akishazaliwa tu, moja kwa moja adui yake wa kwanza anakuwa umaskini. Haleluya. Moja kwa moja mtesi wake anakuwa ni maskini. Sasa ndio wengine wanahalalishwa maskini kuwa sehemu za maisha yao. Unajua babu yetu yule naye alikufaga maskini, baba naye maisha yake hatukumaliza hata shule, nilikuwa na akili sana, nilishia darasa la 5 nikashindwa kuendelezwa, nikabaki tu nyumbani. Sasa ile roho na yeye ameimeza kwamba tunaishi katika mfumo wa maskini. Sasa ukishajengewa imani kwamba maskini ni laana, manake umeshapata kula ya kupiga umaskini na kuushinda kabisa. Amina. Sema amina kubwa kabisa. Amina. Watoto zako na wajengeje? Jifunze kuwajenga watoto wako katika kuwaandaa. Moja ya kitu ambacho wameficha elimu, dunia hii watawala wameficha vitu kwenye elimu. Haleluya, haleluya. Basi tuache hapa mimi niongee. Kwa mfano wa hizi elimu zote tunazoziona, hizi elimu za darasa la 1, la 6, form 4, form 1 na kuendelea huko, hizi elimu zote zimewekwa na wazungu. Haleluya, haleluya. Na wazungu wameweka mifumo hiyo ili uifuate, lakini jambo la ajabu, kwenye hiyo mifumo hawajaweka elimu ya fedha. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Amen. Hawajaweka elimu za fedha, elimu haikuandai kuwa tajiri. Haleluya. Elimu inaweza ikawa tu inatoa mapoza, ujue elimu, ujue namna ya kupambana na akili yako ya mke. Lakini kwenye maeneo ya kiuchumi elimu haijawekwa hayo mambo. Haleluya, haleluya. Ni wajibu wako wewe kama mama ukamjenga mtoto wako katika mifumo pia ya kiuchumi. Haleluya. Ili mtoto wako asione ni vitu vya kawaida. Haleluya, haleluya. Hako mabinti hapo nakuta wanashawishika kwa wanaume kwa sababu ni hali ya kiukame tu ya majumbani mwao. Haleluya. Unakuta kijana na mluguni binti anampa 500, 2,200, 5,500, na ndio anaona aisee huyu jamaa anajitoa. Lakini hizo fedha mama baba ungekuwa unampa binti, unamzoesha, au ni hali ya ajabu. Haleluya. Unanipa 1000 ngapi? 5,000, 10,000. Mbona hizo mimi napewa na mama yangu? Hapo umeshindwa. Sema amina kubwa kabisa. Lakini kwa sababu ya kukosa maandalizi kwa watoto wetu, tunajikuta tunapoteza ile hatima ya watoto wetu na namba zao zinaibiwa na kuchukuliwa. Haleluya. Ndio maana slogan ya Wayahudi mpaka leo, elimu ya kwanza ya watoto wao wanawafundisha mambo ya uchumi. Wewe fuatilia hata wachanga wana hiyo kanuni moja. Watoto wao wakishazaliwa waachi wakae wawe mabongo lala. Lazima tu watawafundisha mifumo ya kiuchumi. Na mtoto wachanga wengi wanakuwa ni wapambanaji. Wanajitihada sana kwa sababu wanajua namna kupambana katika eneo la kiuchumi. Haleluya, haleluya. Lakini haya mambo yote yanatokea, yanawapata watu wengi kuishi maisha ya umaskini, maisha ya uhitaji au roho ya makombo, kwa sababu tunasema kwamba ulimwengu wa roho, adui ameiba namba zao. Adui ameiba namba zao. Lakini namba yako isipoibiwa, wewe utamiliki na kutawala. Sema amina. Baba yetu Ibrahimu hakuwa ni maskini. Baba yetu Isaka hakuwa ni maskini. Baba yetu Yakobo hakuwa ni maskini. Wote walikuwa ni matajiri na wana baraka nyingi. Kwa hiyo usije ukahalalisha kwamba sisi ukoo wetu ni maskini. Hapana. Ukishaokoka moja kwa moja unaingia katika ukoo wa Ibrahimu.
unaingia katika ukoo wa Yesu Kristo, unaingia katika ukoo uliojawa na baraka na uzima wa milele. Na ndio maana Lazaro alipokufa, maandiko yanasema akachukuliwa akaenda kifuani mwa Ibrahimu. Lakini yule tajiri alipokufa akaenda motoni, akawa anaungua. Ila cha ajabu, alipokuwa anaungua akamuona Lazaro yuko juu kifuani mwa Ibrahimu. Akaanza kumwambia Ibrahimu, baba Ibrahimu, huyo Lazaro mimi hapa ni mtumwa wangu, huyo ni mtu ambaye nilikuwa ninamtumikisha duniani, ni mtu nilikuwa nikimwambia fanya jambo fulani analifanya. Sasa ninaomba umwachilie huko aliko, atoke kifuani mwako, nataka nimtume aniletee maji ninywe, walau ncha kidole chake niburudishe ulimi wangu. Manake roho ya utumwa, roho ya makombo ikamfuata mpaka Lazaro kule mbinguni. Haleluya, haleluya. Atukuzwe Mungu ambaye baba yetu Ibrahimu naye hakuwa ni maskini, alikuwa ni tajiri. Akamwambia Lazaro, mwanangu, baki hapa hapa. Huyu anajivunia utajiri wake, mimi hapa na mimi nilikuwa tajiri. Akaanza kushindana naye na kuongea naye. Haleluya. Akamwambia, na mimi hapa ni tajiri, wacha kumnyanyasa mwanangu na kumtumikisha. Ni namba ya mwanadamu. Haleluya, haleluya. Kitu unachotakiwa leo, kwa nini tunaongelea sana habari ya namba? Mungu alikuumba duniani, akukuumba ili uje uteseke. Akukuumba ili uje uishi maisha ya shida, ya fedhea, ya ziki na ya uhitaji. Mungu alikuumba ili umiliki na kutawala. Muulize jirani yako, unamiliki nini? Haleluya. Unatawala jambo gani? Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Hiyo ndio namba ambayo Mungu alimpa mwanadamu. Namba 6 ni namba ya kumiliki na kutawala. Lakini hiyo namba bado hajatimilika, kwa sababu tunamhitaji Mungu ili atukamilishe katika maisha yetu. Sema amina kubwa kabisa. Na ndio maana siku ya 7 ni namba ya Mungu. Mungu akastarehe na kupumzika. Tusome kile kitabu cha Kutoka pale. Kutoka 20 na mstari wake wa 9 na wa 10. Lakini namba 6 ni namba ya kufanya kazi. Hebu sema namba ya kufanya kazi. Sema tena namba ya kufanya kazi. Kanisa zima tamka, sema namba ya kufanya kazi. Namba ya kufanya kazi. Haleluya. Namba 6 hii ni namba ya kufanya kazi. Tusome kitabu cha Kutoka, aliyepata pale. Kutoka 20 na mstari wake wa 9 na wa 10. Aliyepata yote atusomea hapo. Kutoka 20. Kutoka 20 mstari wa 9 na wa 10. Amen. Amen. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Mwambie jirani yako, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana. Ndio. Amen. Piga makofi makubwa kabisa. Haleluya. Sema amen na mbingu zikusikie. Maandiko yanasema siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Manake fanya kazi zako zote siku 6. Fanya kazi. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Utende yote. Kama unafanya biashara, fanya. Kama unaenda kijijini kwenu kusalimia, nenda, tenda mambo yako yote. Ila siku ya 7 ni namba ya Mungu. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo siku 6, namba 6 kiBiblia ni namba ya nini? Ya kazi. Muulize jirani yako, anafanya kazi gani?
Haleluya, haleluya. Namba 6 ni namba ya kazi. Maandiko yanasema siku 6 fanya kazi. Ukiangalia mikono yako, hebu iangalie vizuri mikono yako. Iangalie tu hiyo mikono. Haleluya, haleluya. Unapoangalia hiyo mikono kuna herufi gani unaiona pale? M. Haleluya, haleluya. Tafsiri ya herufi M manake ni mbarikiwa. Manake herufi M inakuonyesha kwamba wewe ni mbarikiwa. Manake mbarikiwa katika biashara, mbarikiwa katika ukulima, mbarikiwa katika ufugaji, mbarikiwa katika biashara yoyote, umeshabarikiwa. Haleluya, haleluya. Ndio maana unatembea na herufi M katika mikono yako. Lakini mikono yako ukiangalia vizuri utaona kuna michoro imechorwa. Haleluya. Hii ni ramani ya maisha yako. Mungu alipokuumba amesha kuchorea ramani, utaenda wapi, utafanya nini, utamiliki nini. Ndio maana kwenye mikono unaona kuna michoro pale inaonekana. Kwa sababu gani? Ile herufi M inakuwakilisha kwamba wewe ni mbarikiwa. Ndio maana maandiko yanasema siku 6 fanya kazi, tenda mambo yako yote. Kuna watu leo ni wavivu sana. Unakuta mtu kaajiriwa ofisini, anahitajika asubuhi saa 1 awe ameshafika ofisini, lakini yeye cha ajabu anaenda saa 3. Sema amen. Yaani yeye kazi yake ni kulala, analala sana mpaka anashtuka saa 2. Saa 2 tena hapa. Haleluya. Amina. Kila siku kibarua kinaota manyasi. Unajiuliza mimi na shida gani? Shida uvivu. Haleluya. Mwambie jirani, pepo la uvivu likutoke. Mwambie tena jirani, pepo la uvivu likutoke. Ndio mtu mwingine unakuta kwa sababu ana smartphone cha mkopo, amekopa cha 90, hicho kisimu ndo anashinda nacho mtandaoni mpaka saa 8 za usiku. Anazurura tu Facebook, anazurura tu Instagram, anazurura TikTok, anazurura, anawaangalia kina Diamond, kina Zuchu, anawakagua, anawachunguza hatari. Sema amen. Mpaka saa 8 za usiku ndo analala, alafu asubuhi inatakiwa aende ofisini awai mapema kabisa. Cha ajabu anaamka saa 3. Imekuwaje sasa anaamka hivi? Ndio hata muda wa kuomba ana, yeye ni lashulashu tu. Haleluya, haleluya. Hana jila shua. Yaani anaomba huko ananawa. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru kwa rehema zako mtakatifu wa Israeli, nifunike kwa damu yako. Anafunga mlango, ameshasema amen. Ameshaondoka. Sema amina kubwa kabisa. Amina. Akirudi sasa hapo, narudi tena nyumbani, anafanya kazi kwa bosi pale, amechelewa, anajitetea, bosi unisamee, unajua 1 2 3 4 5 la bosika la boziliendo la bazilianda. Sasa unisamee tu bosi, unajua mimi ni mwaminifu katika wote, unajua mimi sidokoi fedha. Unajitetea kweli kweli. Bosi anakusamee leo, kesho tena bado. Unaamka saa 3 za asubuhi na ofisini unatakiwa uije saa 1. Unakuta unafukuzwa kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya namna ya uvivu. Mwambie jirani yako, namba 6 ni namba ya kazi. Namba 6 ni namba ya kazi. Kuna watu wengi wamekuwa wakipitia changamoto hii, anaona aibu kufanya kazi. Haleluya. Fanya kazi kulingana na vile Mungu alivyokubariki. Kuna mwingine anataka mambo makubwa. Yaani anataka, yeye anasema mimi at least nifanye kazi Mlimani City, nifanye kazi sehemu za kifahari. Lakini unakuta kazi yake yeye, Mungu anataka aanzie chini. Haleluya, haleluya. Mungu anataka atengeneze mandazi yake, aweke deli pale, auze, wateja wanunue wale. Nani auze deli? Nani auze mandazi? Nani akaange miongo asubuhi? Nani? Haleluya, haleluya. Unapokuwa unaona aibu, maana yake unaionea aibu kesho yako wewe mwenyewe. Sema amina kubwa kabisa. Kile ambacho ndani yako unasikia msukumo wa kukifanya, kifanye. Kwa sababu ni moja pia ya sauti ya Mungu. Mungu hawezi akaongea na wewe moja kwa moja, hawezi akakutokea directly. Haleluya. Mungu anaweza akasema nawe kupitia mawazo yake. Hakuna kitu ambacho Mungu na shetani wanapigania kama mawazo. Haleluya, haleluya.
Mawazo ndiyo ikulu ya mwanadamu. Mawazo ndiyo ikulu yako. Ikulu ndio ambayo inapanga bajeti, si ndio jamani? Inapanga mambo yote kitaifa pale ikulu. Hasa ikulu yako wewe ni mawazo yako. Mawazo yako yakikombolewa, umekombolewa kiakili, umekombolewa kifikra, umekombolewa pia katika maisha yako yote. Na ndio maana Mungu na Shetani wanapigania wayatawale mawazo. Kila kitu unachokiona hapa duniani kilitengenezwa kwanza kwenye mawazo. Unapoona ndege inaruka angani, kuna mtu alikaa alitengeneza ndege kwenye mawazo yake kwanza. Alichora ndege kwenye mawazo na aliona hapa naweza nikabuni kitu kikapaa angani. Alipoanza hivyo akaanza kutengeneza sasa katika mwili. Unapoona nyumba ina vyumba 7, ina vyumba 10, ilijengwa kwanza kwenye nini? Kwenye mawazo. Mawazo alipoanza na kutathmini na kutafakari, ndio akaja kujenga vyumba 7, nyumba 10. Kabla hujaja hapa kanisani, ni lazima kwanza uliwaze uvae nini. Haleluya. Uliwaza kwanza, hii nivae nguo gani? Uliangalia hii nguo niliyovaa hii inafaa niende nayo ibadani hii. Uliwaza kwanza. Haleluya. Kwa hiyo kitu ambacho kinaokoka ni mawazo. Mawazo yako yakikombolewa, utaishi maisha matakatifu, kwa sababu Shetani anaweza akakusemesha kupitia mawazo yako. Unapoona mtu ni mwizi, kijana mwizi kaenda kuiba sehemu, kilichomshauri kwanza ni mawazo, kwamba unaishije maisha hayo maskini. Hataki kuna hela shortcut pale, ukienda ukiruka ukuta, ukifungua mlango utaiba vitu vya thamani, utakuwa tajiri. Mawazo yake alipomshauri akaenda kuiba. Haleluya, haleluya. Sasa kitu chochote ambacho kinakuja katika mawazo yako ikiwa ni chema, usikidharau, usikipuuze, usikione kwamba ni cha kawaida, usikione kama ni cha kawaida, usidharau mawazo yako. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako acha kudharau mawazo. Nakuta mwingine mawazo kabisa anamwambia hebu fungua biashara fulani, anza hiyo biashara. Ndio anaogopa, mtaa utanioneje, nitachekwa mimi, nianze kuuza mimi nazungusha samaki, kambale nazungusha nyumba kwa nyumba. Unaona aibu. Haleluya, haleluya. Unauficha maskini wewe mwenyewe. Umaskini ni pepo, inatakiwa upambane nalo kwa kufanya kazi. Haleluya, haleluya. Unapokuja hapa kanisani, sisi tutakubusti, kukubariki ili njia zako zifunguke kirahisi, lakini wewe nenda kafanya kazi. Hakuna maombi maalum kwamba utaomba Mungu atakushushia fedha sebuleni mwako, kwamba Yesu nipe pesa, kwamba pesa Mungu atazishusha Madeni from Tanzania, fedha halali ya shilingi 10,000 nimekuletea mwanangu Mwampondere. Nenda kanunue vitumbua na vibama ule ushibe. Sema amina kubwa kabisa. Ingekuwepo ni hiyo njia, basi sisi makuhani tungekuwa tuna shida. Haleluya, haleluya. Tungekuwa tuhitaji chochote, kwa sababu tunajua namna kuongea na Mungu. Mungu kwa neema yake tunaongea naye, anatupa maelekezo, anatupa mafunuo, anatupa maelekezo mbalimbali. Hasa tungekuwa tuna uwezo huo wa kushusha fedha kutoka mbinguni, mbona tungeshushiwa fedha nyingi sana? Sema amina kubwa kabisa. Mwambie jirani yako kafanye kazi. Siku 6 tenda mambo yako yote. Tenda mambo yako siku 6, kwa sababu ni namba yako ya wewe kumiliki na kutawala. Ndio maana siku 6 ukaumbwa, lakini pia Mungu anasema siku 6 kwa sababu ni haki yako, fanya kazi, fanya mambo yako yote, mimi hapa nimekubariki. Amina. Sema amen kubwa kabisa. Haleluya, haleluya. Nami nafungua milango ya uchumi kwenye mikono yako kwa jina la Yesu. Chochote ambacho nakifanya kikafanikiwe kwa urahisi bila shida yoyote. Lolote ambalo nalitenda ukalitenda kwa urahisi bila changamoto yoyote. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako mawazo yako yanawaza nini? Maandiko yanasema vile mtu ajionavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Maanake vile mtu anavyojiona kwenye mawazo yake ndivyo alivyo. Unajioneje kwenye mawazo yako? Kuna mtu mwingine kwenye mawazo yeye anajitamkia mabaya. Haleluya. Anajinenea tu mabaya. Mimi sijui maisha yangu haya,
sijui kama nitafanikiwa, sijui, unajua mimi basi tu nikiangalia maisha, chochote nachofanya kiendi, unajiona tu aliyekupa wewe kaninyima mimi, basi sasa alhamdulillah. Unajua kabisa huyu amelogwa mawazo yake. Sema amina kubwa kabisa. Yaani katikati ya mawazo anaona kabisa hii biashara hii. Ameshika fedha. Anaona kabisa hii pesa inaweza kabisa kuanzisha mtaji wa kufungua genge, niuze nyanya, niuze vitunguu, niuze mahitaji ya nyumbani. Hela kabisa inatosha, lakini anajikataa kupitia mawazo yake. Hii pesa hii tupe kwenye nyanya zikioza, bora tu niende nikanunue viatu vya mchuchumio vya kutembea juu kwa juu sasa. Sema amen. Hiyo pesa baada ya kusema iteketeze kwenye mtaji, anaenda kununua mavazi mazuri, anaenda kununua nguo za kifahari, naye anajiona sasa. Unajua kabisa huyo ameshalogwa huyo. Sema amen kubwa kabisa. Mwambie jirani yako, mawazo yako yanawaza nini? Mawazo yako yanawaza nini? Mawazo yako ndio ikulu yako. Mawazo yako ndio ambayo inajenga katiba ya maisha yako. Jifunze kujiwazia mema. Jifunze kujibariki. Jifunze kujitabiria mema, kwamba hata kama leo nimekosa, lakini kesho nitapata. Hata kama leo sina, kesho nitakuwa navyo. Hata kama leo nadharauliwa, lakini mimi ni mtu mkubwa. Ukiwa unajitabiria mema namna hiyo, unajinenea mema namna hiyo, manake moja kwa moja wewe ni lazima utamiliki tu na kutawala. Sema amen kubwa kabisa. Ndio mtu mwingine ameshajikatia tamaa, akiangalia familia yao, akiangalia hakuna hata baskeli ya ulisi, haipo. Yaani maisha yao ni ya shida. Baba alikufa akiwa amepanga, akaja babu naye alipanga, akaja nani naye alipanga. Yaani ukoo haueleweki. Hauna hata cha kudai kwa ukoo. Haleluya, haleluya. Unajua kabisa kwamba hapa pana shida, panahitaji ukombozi wa kiroho. Sasa acha kujitamkia mabaya, acha kujiwazia mabaya, jifunze kujinenea mema. Ikulu ya mwanadamu ni mawazo yake yeye mwenyewe. Na ndio maana Mungu na Shetani wanapigania sana watawale ikulu yako ambayo ndio mawazo yako. Mungu akitawala mawazo yako, maana yake unaishi maisha safi, unaishi maisha matakatifu. Kabla hujafanya dhambi yoyote, ni lazima kwanza utawaza. Haleluya, haleluya. Kabla hujatenda jambo lolote jema, ni lazima utawaza. Kwa Mungu na Shetani wanapigania mawazo yako wayatawale. Wakisha tawala, mawazo yako yakitawaliwa na Mungu, utakuwa unaishi maisha matakatifu. Mawazo yako yakitawaliwa na Shetani, utakuwa unaishi maisha mabaya, maovu ya uharibifu. Haleluya, haleluya. Sema amen kubwa kabisa. Ninakuombea Mungu ayatakase mawazo yako kwa jina la Yesu Kristo. Nasema ninakuombea Yesu ayatakase mawazo yako kwa damu ya Yesu Kristo. Uwe mtu unayewaza mawazo ambayo ni mema. Usiwe mtu ambaye unawaza mawazo ambayo ni mabaya. Mungu aonekane kwa sura. Wangapi wamekumuona Mungu hapa kwa sura? Hayupo. Haleluya, haleluya. Mungu aonekane kwa sura. Mungu anajifunua katika mambo makuu matatu. Sema amen. Amen. Mungu anajifunua katika mambo makuu mangapi? Matatu. Mungu hawezi kumuona kwa sura, na ndio maana siku ambayo mtu atamuona Mungu direct anakufa. Na ndio maana Musa akawa anamsihi sana Mungu kwamba sasa, mbona unaongea sana na mimi, ikiwa nimepata kibali mbele zako, nipe basi ruhusa nikuone. Mungu akamwambia Musa, hakuna mwanadamu ambaye amewahi kuniona mimi akaishi, ila akamwambia utaiona nyuma yangu, manake mgongo wangu utauona. Haleluya. Musa akaonyeshwa mwili wa Mungu. Huo mwili wa Mungu ndio mwili ambao ulikuja duniani, ambao ndio Yesu Kristo alikuja kumkomboa mwanadamu na dhambi zake zote. Sababu ni kubwa kabisa. Sasa Mungu yeye anajifunua kwako katika mambo makuu matatu. Katika maisha yako yote, mawazo yako yakitakasika, Mungu anajifunua katika haki. Mungu ili umjue yeye ni nani, anajifunua katika mambo ngapi? Matatu.
Mungu ni haki. Hebu sema haki. Unapoishi maisha ya kutenda haki, maana yake wewe unatembea na Mungu. Mungu ni haki. Unapoona mtu kazulumiwa kiwanja, amezulumiwa fedha, anaenda mahakamani, anaenda kudai nini kule? Haki yake. Haleluya, haleluya. Maanake anaenda kule kudai haki, maanake anaenda kumtafuta Mungu bila mwenyewe kujua. Haleluya, haleluya. Unapoenda mahakamani kudai haki yako, umedhulumiwa, umetapeliwa, umenyang'anywa haki yako, unapoenda mahakamani kudai haki, maanake unamtafuta Mungu, kwa sababu yeye ni haki na Mungu anakupa. Sema amina kubwa kabisa. Haleluya, haleluya. Lakini Mungu yeye ni upendo. Haleluya. Mungu ni nini? Mungu ni upendo. Katika maisha yako hakikisha unaishi maisha ya upendo. Sema amen. Ukiwa unaishi maisha ya upendo, maana wewe unatembea na Mungu. Mungu anakaa ndani yako na anaishi na wewe. Kwa hiyo Mungu ni haki. Unapofanya haki, unapohukumu kwa haki, unapowajali watu wengine kwa haki, maana yake wewe unatembea na Mungu. Mungu ni upendo. Unapoishi maisha ya upendo, anakuja jirani yako anakuomba, nisaidie jirani, naomba unga, nisaidie, sina mboga nyumbani kwangu, unamsaidia, unampa mboga. Maana yake ule ni upendo. Haleluya, haleluya. Mungu ni upendo, ndio maana akaja duniani, akaacha enzi na utukufu mbinguni, akaja kumkomboa mwanadamu. Ni upendo. Haleluya, haleluya. Kwa unapoishi maisha ya upendo, unapowajali wengine, au waseme vibaya, uwachukii, manake wewe unatembea na Mungu. Mungu ni upendo. Sema amen. Amen. Kuna watu leo wana upendo, wamewabeba mioyoni mwao watu. Unakuta mtu kabeba watu zaidi ya 7 kwenye moyo wake. Kawabeba watu muda wote, na alivyokuwa na mizimu ya kijijini kwao kule mikali, yaani muda wote ananuna tu. Sema amina. Muda wote ni mwepesi kukasirika na kuwapiga block. Huyu mama Adija atanikoma na asije kuongea na mimi tena. Anajifanya na kujaga sana kuomba chumvi hapa, na nitakuwa na mnyema. Haleluya, haleluya. Tena namba yake iko wapi? Ngoja nifute kabisa na ni block, asinipate kabisa kwenye simu. Sema amen kubwa kabisa. Yaani hana upendo kabisa, hata wa kusamehe na kuachilia. Tena hapo hana uhakika hapo kwamba amekosewa, anahisi tu, lakini ameisha mbatua Mama Fatuma, watu wanakosa lolote. Sema amen kubwa. Asa amesha mblock. Unajua hii simu ni connection za kiroho. Haleluya, haleluya. Unapoona simu yako unafuatilia vitu vingi vya kidunia, ndivyo unavyojijaza mwili wako na roho yako. Simu hii unapomblock mtu, manake umemblock moyoni kwanza. Umemblock kwamba huyu sitaki anitafute, hata moyoni pia unamblock, unamfungia kwenye moyo. Sasa umewabeba watu moyoni. Unajua Mungu anakaa kwenye moyo. Sasa moyoni huko umemweka Mwajuma, Adija, Mwampondele, Mwarukwikwi, Mwarubarire, Mwakinyekire, Mwantumure. Na majina alivyo magumu mabaya hivyo, uoni hata aibu na yabeba hivyo hivyo. Nitapambana naye huko moyoni. Haleluya, haleluya. Unapambana naye huko moyoni. Ndo unajifanya unaenda Mbezi, unachukua kibajaji hapo, na unavyojua kuomba Makonda nauli washushe bei. Wewe mama, mafuta imepanda 700 mpaka mimi napanda 500. Mimi 500 utaki, nenda uko peke yako. Bajaji uko mwenyewe, niache. Utapita hata daladala. Hey. Anavyojidai sasa kama yupo smart, kumbe moyoni kawabeba watu zaidi ya 7, alafu anaomba punguziwe nauli. Haleluya, haleluya. Inatakiwa wale watu 7 nao uliowabeba moyoni watolee nauli. Mwambie Konda, nauli yako shingapi? 700. 700 jumlisha mara 7. Akikwambia mwambie mimi natoa hiyo fedha mara 7. Sema amen. Haleluya, haleluya. Amen. Utoe mara 7 kwa sababu kuna watu umewabeba moyoni, watolee nauli.
Tunakuta kuna wakati kibajaji kinakuwa kizito akiendi na una hata mwili mzito. Haleluya. Najua bajaji mbona iende, imetoka service sio muda. Kumbe kuna mtu kawabeba watu zaidi ya 50 kwenye moyo wake. Bajaji inakuwa nzito. Haleluya, haleluya. Na mwili wenyewe mwepesi kabisa, au hata kilo nyingi. Lakini kuna watu umewabeba kwenye moyo. Mwambie jirani yako, jifunze kuachilia. Achilia watu, watoe watu kwenye moyo wako. Ishi maisha ya upendo. Haleluya, haleluya. Unajua mtu ambaye anabeba sana watu moyoni, ukiangalia kwa sura yake inakuwa sura mbaya mbaya. Wewe iangalie vizuri, utaona sura yake mbovu mbaya, inatisha. Hata kama ni binti, hata kama ni mama, hata kama ni kijana, ni baba, angalia tu sura, utaona ni sura mbaya, linatisha. Anisa wewe. Kuna kazi ipo hapo. Sema amen. Anajitahidi mikorogo, anachukua mikorogo ya aina yote, anatafuta mikorogo yote anapaka, lakini bado sura inakataa. Itakubalije umewabeba watu moyoni mwako? Wewe waachilie tu. Ukiwaachilia tu mafuta ya Carolite tu yanakutosha. Haleluya, haleluya. Mafuta tu ya 700, 1000 yanakutosha kabisa, upake ung'ae upendeze. Lakini shida moyo, umebeba watu. Haleluya. Ndio maana sura unakuta imekunjamana. Wewe angalia mtu ambaye ameokoka, habebi mtu yote, ni mwepesi wa kusamehe, ni mtu ambaye ana upendo. Hata kama huyo mtu yuko ana sura mbaya, hata kama huyo mtu ana sura mbaya ambayo amelisi kutoka kwa baba yake aliyemzaa babu yake, sura mbovu kabisa, akishaokoka kuna nuru inakuja kwenye uso wake. Unakuta kasura kanang'aa. Sema amen. Kasura kanatakata, kanapendeza. Yaani hata kama kwenye ukoo wao wana sura za baba zao, lakini anang'aa. Haleluya. Hapo kidogo hapo amenisusa hapo. Sema amina kubwa kabisa. Lakini ukisha ukoka ukiwa unaishi maisha ya upendo, utakuta tu kuna nuru kwenye uso wako. Unakuta kuna kusema gani, ubebi watu, unaachilia watu, unakuta unapata kibali. Mwambie jirani yako, ishi maisha ya upendo. Kubeba watu kwenye moyo wako hakumaanishi kwamba wewe ni bingwa sana au ni superstar sana. Kuna watu ambao unawabeba kwenye moyo wako. Kuna wengine wamebeba riziki zako za kesho. Haujui kesho ambaye Mungu atamtumia kukusaidia ni nani. Unakuta yule ambaye umemchukia leo, umemkataa, umemsema vibaya, umesema urafiki uishe, sitaki tena ukaribu naye, ndio huyo ambaye Mungu alishaandaa kesho aje akusaidie. Sema amina kubwa kabisa. Ndio kuna wengine wanakuwa na jeuri na dharau, wakishaona mwenzake amemzidi kipato, ananitisha kwa kipato chenye anishindi, hajui aniwezi kwa chochote. Moja ya kitu ambacho mimi ninaogopa ni mtu ambaye yuko chini. Huyo ambaye yuko chini muheshimu na muogope, mpende na mthamini. Mara mia ukamdharau Mo, Balesa, Mangi, sijui nani, wale wote matajiri wale, mara mia wakawadharau na kuwatupia madongo kwenye posti zao na mitandao yao. Lakini yule mtu ambaye ni maskini leo, unayemdharau na kumziaki, Mungu huyo anaweza akamnyenyua kesho kukupita wewe na akaja kuwa mtu mkubwa. Shida itakuja, ulimtendea mema akiwa maskini? Ulimtendea mema akiwa mhitaji? Manake wema ni akiba na ubaya ni akiba. Haleluya. Sasa ukiwa mtu ambaye unaachilia, unaishi na upendo, kesho kutwa watu wakiinuka wanakukumbuka, isema Mama Adija ni mama mwenye upendo. Mama Mwarubarire huyu hapana, huyu ana baya. Mwingine anakuambia dhambi zake nipewe mimi. Mpaka watu wanaongea hivyo, najua kabisa umewapenda mema, lakini namba zimeibiwa. Kwa hiyo Mungu ni haki, Mungu ni upendo. Sema amina. Kwa unapotenda haki, unapoishi maisha ya upendo, maana unaishi na Mungu bila wewe mwenyewe kujua. Lakini pia Mungu ni uzima, anasema uzima. Unapoona mtu anazunguka, anaenda hospitalini, afya yake inamsumbua, kule anaenda kutafuta nini jamani? Uzima. Anasema uzima. Baba taifa alipoumwa hapa alienda Uingereza kule kutibiwa. Alipotoka hapa Tanzania alienda Uingereza, alienda kutafuta nini? Uzima. Ili mradi tu mzima apone.
Kwa sababu gani? Mungu ni uzima. Kwa hiyo Mungu ni uzima. Unapoishi maisha mema ya haki na upendo, Mungu anakupa uzima, unaishi maisha ya uzima. Nami nimekuombea Mungu akubariki na namba yako iweze kurejeshwa kwa jina la Yesu. Baraka zako ziweze kukuingilia na kukupata kwa jina la Yesu Kristo. Simama juu mahali ulipo na Mungu akubariki. Inuka juu. Inuka juu. Tunataka leo tudili na namba ya mwanadamu iliyopotea, namba ya mwanadamu iliyoibiwa, namba ya mwanadamu iliyochukuliwa mateka na waovu au na watesi. Inua mikono yako, jifunika macho yako. Sema, Ee Bwana Yesu, mimi nakuja mbele zako. Wewe peke yako ni mtakatifu, ni mkuu, unayemiliki, unayetawala. Sema, Roho Mtakatifu, chukua nafasi, ujidhihirishe, utamalaki. Wewe peke yako utamalaki na nguvu zako, utamalaki na kibali chako, kwa jina lako Yesu, kwa damu yako Yesu. Sema, Ee Bwana Yesu, nairejesha ile namba yangu iliyoibiwa na watesi, iliyoibiwa na wachawi na waganga na washirikina, kwa jina lako Yesu. Anza kuomba maripo, tangaza urejeshwa namba zako, namba yako ambayo imeibiwa, namba yako ambayo imechukuliwa. Mwambie Bwana Yesu, namba yangu ni Mungu wa roho, ninairejesha. Omba, paza sauti yako, rejesha namba yako sasa. Namba yako iweze kurejea tena, namba yako iweze kukurejea. Omba, paza sauti yako, usinyamaze kimya. Mwambie Bwana, namba yangu ya kumiliki mafanikio, namba yangu ya kumiliki baraka, namba yangu ya kumiliki kibali. Mwambie Roho Mtakatifu, ya namba ninairejesha sasa, kwa jina lako Yesu wa Nazareti, kwa damu yako Yesu wa Nazareti. Omba, rejesha namba yako sasa, paza sauti yako. Ninairejesha jioni ya leo, ninairejesha namba yangu iliyochukuliwa na watu wa giza, ninairejesha sasa kwa jina lako Yesu. Ninairejesha namba yangu ya bahati. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.